Na kitu cha kwanza kabisa huwa ni ndio maana katika nchi kuna watu wanaitwa wadau. Wadau ni watu kwenye jamii, lakini ni watu wenye nguvu, wenye uwezo, kama vile viongozi wa dini, viongozi wa vyama vya siasa, wafanyabiashara wakubwa. Sasa hawa ni watu ambao huwa wanaitwa wakati fulani kwenye matukio makubwa, mnafikiri kwa pamoja namna ya kutatua tatizo, mnashirikiana na serikali. Kwa hivyo kikao cha kukaa cha pamoja cha wadau pamoja viongozi wa serikali kwamba hili tunaweza tukalipatia ufumbuzi wa namna gani, ni kikao muhimu sana. Kwa hiyo sisi tunapendekeza hivyo, kwanza tukae pamoja, waitwe wadau, viongozi wa dini, waitwe viongozi wa vyama vya siasa, waitwe wangapi, wakae pale pamoja ili kuangalia namna gani ya kutoa. Hii ni pendekezo linatolewa la Tume Huru, lakini ikiwa kwenye kikao inawezekana kwa hapo na pendekezo lingine bora zaidi, lakini kwanza watu wakae pamoja waweze kufanya hilo jambo katika mwelekeo kama huu. Hilo jambo la muhimu sana. Asalamu. Sisi tulitoa msimamo wetu kwamba wakati ule tulipotoa mapendekezo kwamba rais aunde tume huru au asimamie upatikanaji wa tume huru, na rais ikawa hakutekeleza. Sio sisi, tuna wengine walipendekeza watu wengi. Sisi tulisema hiki chombo hakiwezi kutekeleza ule wajibu wake inavyotakiwa, na tukasema kwamba si hatukitambui. Of course sisi hatuna mandate yote au hatuna nguvu yote ya kusema kwamba tukitambua watu nani, lakini tulitoa msimamo wetu na tukasema kwamba hata zile kazi zake pia hatuzitarajii. Leo tumesema kwamba sisi tunazungumza kama tukio, yani sisi kwenye hii hatuzungumzi kwamba tulikuwa tuna matarajio kwamba ile tume itakuja na kitu kinachoweza kuwasaidia wananchi, kwa sababu tushatoa msimamo wetu. Kwa nini haiwezi? Kwa sababu tume haiwezi kumsema au haiwezi kumtia hatiani yule ambaye alitengeneza ile tume yenyewe. Rais mwenyewe kasema hii tume nimeunda mimi, si ndio? Na vyombo vinavyolaumiwa pale ni vyombo vile ambavyo ni vyombo vyake, si ndio? Polisi, vyombo vya usalama na kadhalika, ndio vile vinavyoonekana kwenye TV vimeshika bunduki, vinapiga watu, wanakufa na kadhalika, na hivi na hivi na nini, vyombo vyake ambavyo vinapokea maelekezo kutoka kwake. Yeye ndio aliunda ile tume, na ndio maana unaona hata ripoti ya tume amesema ni ya kwangu mimi. Kwa hivyo sisi tulipoamini kwamba hakutakuwa na matokeo yatakayoweza kuleta manufaa yote au suluhisho kusaidia kwenye tatizo hili, si msimamo wetu ulikuwa kwamba sisi tume hatuhitajii chochote. Tukasema tunaizungumza leo hii ile ripoti kama tukio kubwa ambalo lipo katika jamii, ambalo pia tunaweza tukatoa mawazo yetu. Kwa hivyo tunazungumza katika mwelekeo kama huu. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba sisi mtazamo wetu ni huo, na bado tunafikia kwamba lile jambo ni muhimu likafanyiwa uchambuzi wa kina, kwa sababu watu wanazungumzia tu swala la kwamba kuna watu walioandamana pale wakafanya fujo, lakini kuna watu wameuawa majumbani, si ndio? Kuna watu wameuawa majumbani na tume imeeleza, mimi tumesoma ripoti mpaka mwisho. Watu wameuawa majumbani kabisa, mtu yuko ndani kwake kafatwa na kapigwa risasi ndani ya nyumba. Sasa katika jamii hawa watu angekuwa ni mmoja tu alifanyia kitendo, au ni mmoja tu. Sisi katika Qur'ani Mwenyezi Mungu anasema kumuua mtu mmoja ni sana kwamba umeua watu dunia nzima. Sasa tunapozungumza kwamba lazima kuwe na chombo uhuru cha kufanya cha kuzingatia pale, sababu watu wanapojadili wanapenda kwenda kujificha kwenye hoja ile ya kwamba kulikuwa kuna watu wanaandamana, si ndio? Ili kutaka kuonyesha kwamba hawataki kueleza jinai zingine kubwa. Sababu kama watu wamefuatwa nyumbani kwao, mtu akaenda kauawa, Mtanzania huyo, alafu amefuatwa na chombo cha dola nyumbani kwake, akaenda akatolewa roho kazini kwake, unaweza kuona taswira kwamba tuna mfumo wa namna gani wa utawala. Jambo kubwa. Ndio maana sisi tunakazania kwamba ni lazima kiwepo chombo huru, na chombo hakiwezi kuwa huru kinaundwa na mamlaka ile ambayo ilihusika pale kwenye kitu kama hicho. Kwa bado sisi tunasisitiza kwamba kuna umuhimu wa kuwa na chombo huru kwenda pale, kwa sababu huwezi kuzungumzia maridhiano huko mwanzoni wakati mnadogesha haya mambo, mnaona kama ni mambo madogo tu, ni mambo ambayo ni ya kawaida tu. Watu kila wakati tunajihusisha, tuna taarifa kwa hivi hoja. Kwa nini tusijue tu ukweli wale tukio lilopo? Nimetosheleza swali lako au unaweza kulirudia tena?
Sisi ndio nikirudi pale kwenye nikikazia kidogo swali lako, sisi tunatamka vile alivyotamka yeye. Kwa sababu sisi msimamo wetu si kwamba ni hutuba. Sababu vile ndivyo alivyotamka mwenyewe. Sababu ipi hapa? Hii ndio kwa ujumla ile yote aliyosoma Mheshimiwa Jaji Chande ni hii hapa. Mimi nime print na nikosoma yote. Hapa juu imeandikwa hivi: hotuba ya Mheshimiwa Jaji Mkuu Mstaafu Mohamed Chande Othman, mwenyekiti wa Tume ya Rais ya kuchunguza matukio ya ghasia na uvunjifu wa amani yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025 wakati wa kuwasilisha ripoti ya tume Dar es Salaam tarehe 23 Aprili mwaka 2026. Kwa hivyo yeye mwenyewe anaita hotuba. Kwa hivyo sisi tunachojadili ni kile ambacho walichokisema wao wenyewe. Yeye amesema hotuba na sisi tunasema tunaita hivyo kwamba ni hotuba, kwa sababu ile ripoti yenyewe hakuna mahali ambapo ilipo. Ripoti ni yale mavitabu waliokabidhi pale, ambao rais amesema hii ni mali yangu, si ndio? Na haijatoka mahala pengine popote. Hotuba hii ya Jaji Chande ndio tunaona. Kwa hivyo tunachojadili hapa ni hotuba ya Jaji Chande. Kutokana na hapo haya maelezo ya mwisho kabisa ambayo Mheshimiwa Rais amesema kwamba ni hotuba ni ripoti yake mwenyewe na tume imeundwa na yeye, unadhani ni sawa nyinyi kuweza kuijadili hiyo ripoti ambayo ni ya kwake yeye mwenyewe, ameunda yeye mwenyewe na kila kitu cha kwake yeye mwenyewe? Kwa nini msisubirie ile ambayo nyinyi mnaitaka na kuweza kuchambua haya ambayo mnaweza kuchambua? Yaani kama angeunda mwenyewe alafu kakaa kimya kule Ikulu, sio? Ilikuwa sawa sawa. Na pia kama angeunda yeye mwenyewe, angeunda ile ripoti alafu ikawa ni ndani ya vyombo vyenyewe vile vya dola, lakini ingekuwa sawa sawa. Lakini kaja mtaani, yani material, yani ile maudhui ameyapata kwenye jamii huko. Yani kwanza walitangaza ile tume. Baada ya kuitangaza wakawalika watu waende. Ukishafanya hivi, huwezi ukasema ni kitu ambacho sasa unaweza hold kikao cha kwako, kwa sababu tayari kuna mahusiano na mtu mwingine anahusika pale na haki zake za msingi pale. Kwa mfano sisi tunataka tujue kwamba ule ushahidi uliotolewa, si ndio, uliotolewa namna gani, si ndio? Hao watu waliouliwa majumbani, haki zao ziko wapi, wanatendewa vipi? Yani uamuzi utakuwa namna gani? Kwa sababu taarifa inaonyesha kwamba ni kweli kabisa kwamba kuna watu ambao wameuawa wako pale. Kuna watu ambao wameharibiwa mali zao, si ndio? Kuna watu ambao wamepigwa, kuna watu pengine labda walinyimwa haki zao za kupiga kura, si ndio? Sasa tunataka tujue hao watu haki zao za msingi zimezingatiwa namna gani. Sasa huwezi kusema ni mali yangu. Ingekuwa ni mali yake, kama ingelikuwa baada ya kuiunda, ameunda huko Ikulu, akakaa kimya huko, wakafanya kazi zao bila kuja mtaani huko, ingekuwa sawa sawa. Lakini umeshaihusisha jamii, alafu uzuie tena kwamba jamii isipate ile taarifa. Hiyo inakuwa ni hatua ambayo inashangaza sana maana yake kimsingi. Mimi sijasikia swala la kuanzia ile tarehe 30 kwenye baada ya tarehe Oktoba 29 kuanzia tarehe 30, tarehe 1, tarehe 2 mpaka siku anaapishwa. Labda pengine nyie kwenye hilo swala mmezungumzia, kwa sababu sijasikia sehemu, hata kama kuna sehemu mmezungumza, sijasikia sehemu. Lakini pia matoko ambao pia hapo kwenye hichi kinachoitwa hotuba ambacho kinawasilishwa. Kwanza kwenye hii inawasilishwa, tumejaribu kuonyesha yani kutokuwa sawa sawa katika kuelezea matukio mawili makubwa yaliyotokea siku ya uchaguzi. Tumeonyesha jinsi ambavyo walivyofanya utafiti pande zote mbili, lakini walivyoripoti upande mmoja. Yani upande mmoja, upande wa wale waandamanaji wameeleza kwa kina. Upande huu hawakueleza nani muuaji, ametumwa na nani. Upande huu wameeleza mpaka wakafikia mahali wakatoa hukumu, na zile hatua walizopitia katika kutoa hukumu, walichukua ile maandamano wakayapima kwa mujibu wa mikataba ya Umoja Mataifa,
wakayapima ile maandamano kwa mujibu wa mikataba ya Afrika, wakayapima ile maandamano kwa mujibu wa mikataba ya Afrika Mashariki, wakayapima kwa mujibu wa katiba ya nchi ya Tanzania, ikawasaidia kwenye kufikia uamuzi kwamba hii ilikuwa vurugu iliyoambatanishwa na uvunjifu wa amani. Ilitakiwa kama walivyofanya huku ndivyo walitakiwa wafanye na huku, waseme wauaji walikuwa kina nani, walitumwa na nani, si ndio? Alafu waonyeshe jinsi ambavyo walivyojaribu kuchukua ile mauaji wakayapima kwa mujibu wa mikataba ya Umoja wa Mataifa, kwa mujibu wa mikataba ya Umoja wa Afrika, kwa mujibu wa mikataba ya Afrika Mashariki na kwa mujibu wa katiba ya nchi ya Tanzania. Alafu waseme kwamba mauaji haya yalikuwa ni halali au mauaji haya yalikuwa ni jinai. Haya ni matobo makubwa sana yaliyoko pale. Wakati huo tulipozungumza hivi nikasema kwamba tuzingatie kwamba kwenye swala la mauaji inawezekana ikawa kuna utata kwenye eneo moja, si ndio? Inakubalika kuna eneo ambalo halina utata. Yaani kwenye utata pengine kwamba kwa watu labda walikuwa kwenye medani ya mapambano na nini, watu wanataka kutofautiana. Lakini mtatofautiana vipi kwa watu waliouawa majumbani? Mtatofautiana vipi kwa watu ambao walikuwa? Sasa ingeonekana hata kwenye eneo hili, yani tume kama imekuwa ionekane kwamba ile seriousness yake kwamba hivi kuna watu waliouawa majumbani kweli? Kuna watu waliouawa mtaani na wakafika mahala ikawa wanatoa ripoti ambayo itasaidia kuweza kufanya yani jamii iweze kujua kama kuna mauaji makubwa sana au katika nchi kuna tatizo kubwa sana katika swala zima la ulinzi na usalama wa wananchi, kwamba mtu anaweza kafuatwa nyumbani kwake alafu akapigwa risasi akauawa mbele ya familia, au mtu yuko kwenye biashara yake akafuatwa akauawa. Kwa hivyo utaona kwamba matobo tumeeleza katika namna kama hii kwenye swala la tume, na yako mengine mengi sisi tumeipitia yote huko, iko hivyo. La pili la Oktoba 29 mpaka kwenda mbele, hilo ni katika mambo ambayo hayakuwahi kuzungumzwa, na tunachoweza kuzungumza sisi ni kwamba ni pale ambapo tume imeshindwa kuonyesha kwamba sosi ya hili jambo ni mambo ya uchaguzi. Yani sosi ya hili jambo ni mambo ya uchaguzi, lakini wao wanapeleka sosi jambo hili kwenye swala la swala tu la mauaji na kadhalika na hivi na hivi na nini. Lakini kwa kweli sosi ni swala la uchaguzi, ndivyo lilivyoanza. Huko nyuma ni kwamba watu walifika mahala wakasema kwamba uchaguzi utakuwa na matatizo, tutavuruga, tutafanya hivi, whatever. Sasa hili ni eneo ambalo kubwa sana lilipaswa kujitokeza kwenye ripoti la kama vyanzo kwamba ile hali ambayo ilikuwa inaendelea kabla ya pale. Pande zote zikaangaliwa, uchambuzi mkubwa ukaangaliwa, lakini ukisoma undani hakuna. Hapa sosi inaanzia kwenye tukio lile lenyewe. Ndio nakwenda. Kwa hivyo kimsingi ni kwamba kulikuwa kuna mizani tofauti na kuna matobo mengi sana katika ile ripoti ambayo imetolewa. Na ndio hilo, baada ya hiyo kwa tumeipitia kwa kina, tukarudia pale kwenye msimamo wetu kwamba bado tunahitaji kufanya uchunguzi wa kina juu ya tukio lile, kwa sababu nchi kuwa na mauaji kama yale maana kuna humu ndani ukisoma ripoti ya Jaji Chande anaeleza tuhuma za makaburi ya halaiki. Katika zile tuhuma anaonyesha kwamba walipata zile ripoti, anasema kwamba hatukanushi kwamba kulikuwa na makaburi ya halaiki, isipokuwa tunasema tu kwamba wale waliotoa ripoti wameshindwa kuthibitisha, lakini kuna hizo tuhuma. Sasa taifa kufika mahala mkawa mnaweza kuwa na tuhuma za makaburi ya halaiki, na wale ambao wana ripoti juu ya tuhuma za makaburi ya halaiki, taarifa yao inakuwa sasa inakuwa na msukumo wa kufanya baadhi ya maeneo kuyatafakari zaidi. Kwa mfano katika ripoti hii inaripoti kwamba kuna maiti kweli hazijapatikana mpaka leo, inakubali. Sasa hizi maiti ambazo hazijapatikana mpaka leo ziko wapi? Lakini humu pia jaji anakiri kwamba kuna maiti zimezikwa katika mfumo wa takataka, yani kwa maana kwamba zile mamlaka za serikali, kuna maiti ilifika mahali wakachukua zile maiti wakaenda wakazizika kama takataka. Sasa ukichukua hii ya watu waliozikwa matakataka, ukachukua ya kwamba kuna maiti ambazo tume inakiri kwamba hazijulikani ziko wapi, na ukija kwenye ile hoja ya makaburi ya halaiki, ni maeneo ambayo unakuta kwamba lazima tuwafanye utafiti. Kwa hivyo kwa msingi, kwa kifupi, ni kwamba kuwa na taifa ambalo kuna taarifa nzito za namna hii, hilo ni jambo zito sana. Ndio maana bado tunarudi pale kwamba hili tukio ni kubwa na linahitaji upembuzi wa kina ili kupata hakika yake. Kama Ashura amemamsha, tumeona serikali wao kwenye hiki ambacho kimetokea Oktoba 29 wao wamepiga kuyakataa kwamba haya ni maandamano,
wanasema ni vurugu. Nyinyi kama Shura ya Maimamu Tanzania, haya mnayatambua kama nini? Kama maandamano ama kama vurugu? Sisi wito wetu mkubwa, si ndio? Na tunakubaliana kwamba watu wamegawanyika katika ile tukio, sio? Watu wanaangalia kwamba labda kuna vurugu, kuna maandamano na kadhalika. Wito wetu mkubwa kabisa ni kwamba lazima tuwe na chombo huru kitakachoweza kufanya upembuzi ili tupate mwelekeo wa namna moja. Matokeo ya uchunguzi, utafiti ndio kitu kikubwa zaidi. Sababu hilo ndio jambo ambalo huwa linawaleta watu pamoja, kwa sababu kinacholeta watu pamoja ni ukweli wa jambo lenyewe. Sasa na ndio maana sisi tukastiki kwenye ile misingi inaweza kutuletea matokeo ya ukweli. Yaani lazima uwe na chombo ambacho kinaweza kuleta matokeo ya ukweli. Tume huru ni kitu cha msingi sana, ili ifanye uchambuzi, itutoe kwenye mgawanyiko tulionao. Wale waje waseme kwamba bana hii ilikuwa ni vurugu, wale waseme kwamba ilikuwa ni maandamano kweli, si ndio? Alioua ni huyu hapa, alitumwa na nani? Kile chombo kije, chombo cha namna hiyo, kwa nini tunakuepa hapa? Hayo ndio mashaka makubwa ambayo yako pale. Sisi tunalizungumza kwa maana kwamba ndio ile tunazungumza kwamba yani kwenye ripoti hii ya Chande yani kulikosa uwiano sawa sawa. Ile ripoti ilikuwa ni moja ya mambo ambayo hayatolewi ufafanuzi, kwa sababu kwa upande wa maandamano wale walioandamana ametoa ufafanuzi wa zile kauli zote, ameorodhesha kauli nyingi sana kwamba kuna kauli hii, kulikuwa na kauli hii na kauli hii, na akaonyesha kwamba hizi zilichochea. Ilitakiwa na ripoti kama hizo, kwa mfano ile alivyotolewa amri kwamba labda watu wasitoke nje, ilitakiwa nayo pia kwa upande wa huku wa vyombo vya dola aiseme vile vile kwamba kauli hii ikoje, na pia aizungumze kama alivyozungumza hizi, yani kuipima kwa mujibu wa sheria za kimataifa, sheria za mikataba ya Afrika, mikataba ya wapi, atolee ufafanuzi vile vile. Ndio maana sisi tunajaribu kuonyesha kwamba yani uadilifu ulikosekana katika kufanya kazi hii alikuwa anafanya ya Chande, na zile lawama kwamba tume ni kama iliundwa yani kuwalinda watu fulani, yani ukisoma ripoti ule ukweli unauona.